Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Mpendwa mfuatiliaji wa televisheni yetu nzuri kabisa, ninakusalimu katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Napenda nichukue nafasi kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zake ambazo ametupa, na sasa tupo hewani na tunawasiliana na wewe mahali popote pale ulipo ndani na nje ya nchi ya Tanzania, na nikukaribishe katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Nuru ya Asubuhi. Niliyeko mbele yako ninaitwa mchungaji Isaac Edward Chalo, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God lililoko eneo la Mbweni hapa Dar es Salaam katika eneo linaloitwa njia 4 ya kuelekea Mpiji. Tuko pale tunamtumikia Mungu. Bwana ametuita na tunamtumikia Mungu katika eneo hilo la Mbweni njia 4. Nitumie nafasi hii kukaribisha, na mahali popote pale ulipo ambatana nasi tuweze kujifunza yale ambayo Mungu ameyakusudia yaweze kukufikia katika siku hii ya leo. Nitakuwa ninazungumza kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 45 na mstari wa kwanza hadi wa 10, lakini nitakuwa nimeelekeza sana fundisho langu katika mistari mitatu katika hicho kitabu, na kitu nitakachokuwa ninaongea kinahusu na neema ya Mungu nyuma ya mambo. Tutaenda kuangalia maisha ya Yusufu, jinsi ambavyo Mungu alimtoa kutoka hatua moja kwenda nyingine katika kufikia ile hatima au kusudi ambalo Mungu alikuwa amemkusudia. Na kupitia fundisho hili nataka tuangalie jinsi ambavyo Mungu huwa anatubeba katika maisha yetu, katika huduma, jinsi Mungu anavyotubeba, na kuna nyakati ambazo unaweza usione kama Mungu yupo katika matukio unayokutana nayo. Na ndio maana somo linasema neema ya Mungu nyuma ya mambo. Sasa tutaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 45 na kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10 lakini nitaenda kuanza na ule mstari wa 4 hadi mstari wa 8, alafu tutaendelea kutokea hapo. Nimshukuru Mungu basi kabla sijasoma neno la Mungu. Jehova Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, ninakushukuru kwa wema, kwa fadhili, kwa neema yako na kwa ukuu wako. Asante kwa ajili ya utaalamu ambao Mungu umewachilia katika fahamu za wanadamu, na tunaweza kuwasilisha neno lako Bwana mahali popote katika uso wa nchi, na watu wako Bwana waweza kujifunza kwa njia ya teknolojia. Tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Sema na watu wako wanaotusikiliza, wanaotufuatilia kutoka pande mbalimbali za dunia, katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo naomba nikishukuru, amen. Neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 45, nimesema mstari wa kwanza hadi wa 10, lakini ninapenda nianze na ule mstari wa 4 ambao Biblia inasema, Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiuzike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili ya njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi masazo katika nchi na kuokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Fanyeni haraka mwendee baba yangu mkamwambie, hivi ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie usikawie. Sasa kipengele hiki ambacho tumekisoma kinamhusu Yusufu na jinsi ambavyo Mungu alimtoa toka hatua ya awali kabisa hadi kumfikisha katika ile hatima au katika kusudi ambalo
Mungu alitaka liweze kutokea katika maisha yake. Sasa ninasema ni neema ya Mungu nyuma ya mambo, kwa sababu Mungu kwanza alizungumza na Yusufu kwa njia ya ndoto ya kwamba Yusufu siku moja atakuja kuwa mtu mkubwa. Sasa ule mchakato wa kutoka pale Yusufu aliambiwa na Mungu kwa njia ya ndoto hadi kuja kufikia ule ukubwa au kuja kufikia lile tukio ambalo Mungu alimkusudia, kuna mambo mengi sana yamepitia pale ambayo wakati mwingine huwezi kudhani katika hayo Mungu alikuwepo. Na vile vile sisi katika maisha yetu kuna mambo ambayo tunapitia, kuna nyakati ambazo Mungu alisema na sisi kwa namna moja au nyingine, na anapokuwa anatupeleka pale alipokusudia au katika ile destiny, tunaweza tusione kwamba Mungu yupo katika hayo matukio. Na nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kupitia neno la Mungu ili uweze kutiwa moyo na kuhuishwa kwamba Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekuweka katika uso wa nchi, analo kusudi, anayo destiny na wewe. Na kwa maana hiyo sasa anapokufikisha, anapokupeleka pale alipokuwa amekukusudia uweze kufika, hayatakuwa mambo mepesi. Na wakati mwingine unaweza usione ukatafsiri kwamba hapa hakika ninamuona Mungu. Jambo la kwanza napenda nikuthibitishie ya kwamba katika Biblia neno la Mungu linasema maisha yetu yameratibiwa na Mungu. Neno la Mungu katika Zaburi ya 139 na mstari wa 16, mzaburi anasema chuoni mwake Mungu yameratibiwa au yamepangwa au yameandikwa maisha yetu yote. Akizungumza kwa habari yake yeye, alikuwa anamaanisha ya kwamba yani katika ratiba ya Mungu, katika mpango na makusudi ya Mungu, maisha yake yameratibiwa. Kwa hiyo kutoka mwanzo hadi mwisho, ndio maana ya kile kifungu. Lakini unapoendelea kusoma katika kitabu cha Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 4 na wa 5, Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba, kabla sijakuweka katika tumbo la mama yako nalikujua, na nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ni nini ninachozungumza hapo? Nataka kukufundisha kwamba au kukuelekeza na kukumbusha kwamba maisha yetu sisi yamepangiliwa na Mungu. Mungu ndiye anaye control, Mungu ndiye anayetawala. Na mahali pengine katika kitabu cha Ayubu neno la Mungu linasema Mungu ameweka mipaka ambayo mwanadamu hawezi kuivuka. Kwa maana hiyo, kama unanisikiliza sasa hivi, ni kwamba ule mpaka ambao Mungu ameuweka katika maisha yako hajauvuka, ndio maana uko hai na ndio maana unasikiliza fundisho hili. Kwa hiyo sasa we have a destiny, tuna hatima, tunalo kusudi ambalo Mungu alituweka hapa duniani. Na lile kusudi Mungu huwa anaanza kuwasiliana na sisi kwa namna mbalimbali. Tunapokuja kwa habari ya Yusufu, Mungu alisema naye kwa njia ya ndoto. Tunapoanza katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37, ndipo habari au simulizi ya Yusufu inapoanzia. Hiki kipengele ambacho nimekusomea ni pale ambapo tayari Mungu amekwisha kuikamilisha ile safari ya Yusufu ya kwenda katika ile hatima au kusudi ambalo Mungu alikusudia katika maisha yake. Kwa hiyo hapa ameshafika mahali ambapo sasa Mungu ametimiza. Lakini kabla hajatimiza pale, kuna mahali ambapo tunamuona Yusufu sasa Mungu anaanza kusema naye. Sasa nilikuwa nataka tuangalie kweli kadhaa zinazohusiana na utimilifu wa makusudi au hatima ya Mungu katika maisha yetu, na tuweze kufananisha au tuweze kutaswirisha simulizi ya Yusufu na mambo kadha wa kadha yanayotokea katika maisha yetu. Kwa hiyo nirudi tena katika kitabu cha Mwanzo, nikianza kupitia hizi kweli ninazozisema kuhusiana na safari ya Yusufu katika maisha yake, toka pale Mungu alipokuwa amesema naye hata anapokuja kutimiza. Kuna vitu kadha wa kadha ambavyo ninatamani tuendelee kuviangalia katika kipindi chetu hiki cha leo, ili uweze kuona au uweze kujitazama wewe katika maisha yako, uweze kujitazama wewe katika namna ambayo unahusiana na Mungu, uweze kujitazama wewe pale ambapo Mungu amekuweka na pale anapokupeleka. Jambo la kwanza au kweli ya kwanza katika simulizi hii ya Yusufu, ninataka nizungumze kwamba Mungu huwasiliana na wanadamu kuhusu hatima, kuhusu kusudi.
kwamba Mungu amekuweka duniani, amekuweka katika uso wa nchi, analo jambo. Hakuna mwanadamu ambaye amekuwepo duniani, amezaliwa duniani, ambaye Mungu hana jambo naye. Kila mtu Mungu ana jambo naye. Tatizo linakuja kwamba huwa wanadamu wengi hawajishughulishi na kujua kusudi la Mungu katika maisha yao, ile destiny ambayo Mungu amewaleta hapa katika uso wa nchi. Sasa kwa mtu uliokoka, mtu uliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapompokea Yesu Kristo unakuwa umeingia katika kusudi maalum la Mungu katika maisha yako. Mungu anataka kuwa na mahusiano na wanadamu. Na tunakuwaje na mahusiano na wanadamu? Ni pale tunapomwamini. Mahusiano na Mungu ni pale tunapomwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo destiny au ile hatima ya mwanadamu ya kuwepo hapa duniani ni siku moja aweze kuishi na Mungu milele. Lakini tunapokuwa tunaelekea ile hatima ya milele, zipo hatima nyingine, zipo makusudi mengine ambayo Mungu ameyaweka katika uso wa nchi kwa ajili yetu, kama tunavyoona kwa habari ya Yusufu. Sasa katika kipengele cha Yusufu tunaona Mungu anasema na Yusufu kwa njia ya ndoto. Mungu husema na wanadamu kwa njia ya ndoto. Tunapoangalia Agano la Kale, tunapoangalia Agano Jipya, vipo vifungu kadha wa kadha ambavyo Mungu alisema na watu wake kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo ndoto ni njia ambayo Mungu anasema na watu wake. Katika Agano Jipya pia tunakutana na watu kadhaa ambao Mungu alisema nao kwa njia ya ndoto. Kwa mfano Yusufu yule mume wa Mariamu. Wakati Mariamu amepata mimba ambayo ilikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Yusufu alikuwa amejua kwamba ile mimba ni ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alitaka kumwacha kwa sababu alijua hii ni fedhea. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 1 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema Mungu akasema naye akamtokea kwa njia ya ndoto na akamwambia usimwache Mariamu. Kwa hiyo nataka tu nikuthibitishie kwamba Mungu anasema na watu wake kwa njia ya ndoto, lakini si kila ndoto huwa imetoka kwa Mungu. Zipo ndoto ambazo zinatokana na mangaiko, zipo ndoto ambazo zinatokana na yale mambo tunayokuwa tunakutana nayo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nikiwa hapa nataka pia nifute lile fundisho linalosema kwamba kila ndoto inatoka kwa Mungu, na sio kila ndoto inatakiwa kutafsiriwa, kwa sababu ndoto nyingine Biblia inasema katika kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya 5 na mstari wa 3 kwamba ndoto nyingine huwa ni matokeo ya shughuli tunaweza kuwa tunazifanya. Kwa hiyo si kila ndoto imetoka kwa Mungu. Sasa zipo ndoto za kimungu ambazo huwa anasema na watu wake. Mifano ipo kadhaa katika Agano la Kale, lakini pia katika Agano Jipya. Sasa Mungu anasema na huyu Yusufu kwa njia ya ndoto, na ile ndoto aliyokuwa ameota Yusufu ilikuwa ni ndoto inayomwonyesha hatima yake. Akaota kwamba yuko katika shamba na ndugu zake, na alipokuwa wanafunga ile miganda ya ngano, Biblia inasema mganda wa Yusufu ulisimama na ile miganda mingine ikawa imemwinamia. Sasa ile ndoto alipokuwa ameiota, anapowaambia ndugu zake, walielewa kwamba hii ndoto maana yake nini. Lakini aliota ndoto nyingine pia, ambayo katika ile ndoto aliota nyota 11, mwezi na jua vinamwinamia. Na alipomweleza baba yake pia alihamaki kidogo, akasema, Yusufu, una maana gani? Ina maana kuna siku mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia wewe. Alimkemea, lakini aliweka lile jambo moyoni, kwa sababu huyu Yakobo alikuwa ni mtu ambaye pia Mungu alisema naye kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo lile jambo hakulichukulia kawaida, alijua Mungu anasema na Yusufu. Sasa Yusufu anapoendelea kuwasilisha zile taarifa za kile ambacho Mungu alikuwa amesema naye, ndugu zake walikipokea katika namna ya tofauti. Walichukia kwanza, wakamchukia kwa sababu Yusufu pia alikuwa ni kipenzi cha baba. Kwa hiyo kuchanganya na ile ndoto, Biblia inasema ya kwamba ndugu zake wakamchukia. Kwa hiyo kweli ambayo tunaendelea kujifunza pale ni kwamba zipo hatima ambazo zinaweza zikajulikana na watu wengine, na hatima hizo au kusudi hilo la Mungu katika maisha yetu linaweza likasababisha watu wakatuchukia, linaweza kusababisha watu wasituelewe, linaweza kusababisha pia watu wakafanya mipango ya kutudhuru ili ile hatima ya Mungu katika maisha yetu isiweze kutokea. Hili tunaanza kujifunza katika maisha ya Yusufu na safari yake. Anapo kwenda kuwatazama ndugu zake, baba yake amemwagiza, nenda kawaone
ndugu zako kule wanakochunga. Yusufu akiwa anaelekea kule, akiwa njiani, ndugu zake walipomuona wakasema, tazama, mtu wa ndoto anakuja. Na walichokuwa wamepanga pale, wakasema na tumuue ili tuone kama ndoto zake zitatimia. Kwa hiyo jambo la kwanza pale tunaona Mungu anawasiliana na sisi kwa njia ya ndoto, ili pia kuweza kutusaidia kujua kile ambacho amekusudia katika maisha yetu. Lakini katika kufanya hivyo, tunaona kabisa kwamba huyu kijana Yusufu anapowashirikisha wale watu wengine, ndugu zake, wanashindwa kuelewa kile ambacho Yusufu amekipata, na wanakuwa na chuki dhidi yake na wanapanga mipango ya kumuua. Sasa katika kupanga mipango ya kumuua, lipo jambo la msingi sana ambalo tunakutana nalo, ambalo Mungu anaingilia kati kwa ajili ya hatima ya Yusufu. Tunaposoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na mstari wa 18, neno la Mungu linasema, wakamuona toka mbali, wakafanya shauri la kumuua, wakisema, tuone kama ndoto zake zitatimia. Kwa hiyo jambo ambalo nataka tujifunze hapa ni kwamba katika kuifikia hatima au ile kusudi la Mungu katika maisha yetu, adui watajua wakati mwingine na watapanga kuweza kutudhuru, kama ambavyo hawa jamaa walipanga kumdhuru Yusufu kwa kile ambacho walikuwa wamegundua Mungu amekusudia katika maisha ya Yusufu. Kwa hiyo walitaka kukiondoa, walitaka kukiharibu. Lakini habari njema ni kwamba jambo la Mungu, kusudi la Mungu katika maisha ya mtu ambaye Mungu amemkusudia, haliwezi kuondolewa na mtu wa aina yoyote. Lile kusudi la Mungu ni lazima litimie. Jambo ambalo ninaliona hapa na ambalo napenda nikutie moyo nalo, unapoendelea kufuatilia na kusikiliza fundisho hili, ni kwamba katika wale ndugu zake Yusufu ambao hawakupendezwa na ile ndoto na ambao walitaka kuinyamazisha ile ndoto, mmoja kati yao anaitwa Ruben. Yeye alitoa ushauri uliokuwa unaonyesha ya kwamba Yusufu kwa sasa tusimuue. Akasema, huyu ni ndugu yetu, jamani, tusimuue. Na akasema kwamba tumtupe katika kisima, alafu basi tuachane naye, tusimuue, damu yake ile itakuja kutulilia. Kwa hiyo ule ushauri ndugu zake wakawa wameusikiliza. Lakini baadaye wakati Ruben ameondoka, ndugu zake waliendeleza lile wazo la kutaka kumuua. Lakini baadaye anainuka tena ndugu yake mwingine anayeitwa Yuda, na Yuda naye akatoa ushauri mwingine kwamba huyu bwana tusimuue. Ni nini tunachojifunza hapa? Ni kwamba Mungu huwa anainua watetezi hata katika kambi ya maadui, hata katika mahali ambapo watu wanatuchukia, watu hawapendi kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu, watu hawapendi kile ambacho Mungu anataka kitokee katika maisha yetu, katika ufalme wa Mungu. Pale adui anapoinuka, Mungu huwa anainua watetezi. Na fundisho hili nataka nikutie moyo wewe unayetusikiliza, unayetufuatilia, kwamba kusudi la Mungu katika maisha yako litatimia. Na ili liweze kutimia, kuna nyakati ambazo tunaweza tukakosea, kama Yusufu ambavyo alikosea, akasema ile ndoto kwa watu ambao hawakuwa sahihi. Na tunajua kwamba alisema kwa watu wasio sahihi kwa sababu baada ya kuzungumza walianza mipango ya kutaka kumuua. Kwa hiyo alifanya makosa. Lakini pamoja na makosa aliyokuwa amefanya, Mungu analo kusudi na Yusufu, na ile kusudi ni lazima alitimize. Nini anafanya? Mungu anainua watu katika kambi la adui wa Yusufu ambao wanamtetea. Na hizi ni habari njema kwetu sisi ambao tumebeba kusudi la Mungu. Wewe ambaye umebeba kusudi la Mungu, Mungu huwa anaandaa ulinzi wa kusaidia ya kwamba usidhurike, usipate shida, ile kusudi la Mungu hadi liweze kutimia. Alivyomwinua Ruben, ndivyo ambavyo Mungu anainua watu wengine kwa ajili ya kukusemea, kwa ajili ya kukutetea, kwa ajili ya kuzungumzia vizuri, ili kusudi la Mungu liweze kutimia. Na nikiwa hapa kama mtumishi wa Mungu, ninamwomba Mungu na ninatamani kuona Mungu akikuinulia watu aina ya Ruben katika maisha yako, ambao watasimama wakati ambao maadui wamesimama,
wakati watu ambao wanataka kulifuta kusudi la Mungu katika maisha yako, ninamwomba Mungu katika jina la Yesu aweze kumuinua mtu aina ya Rubeni, aweze kumuinua mtu aina ya Yuda. Maana Yuda na Rubeni walisimama katika nyakati tofauti na kuweza kuzungumza ya kwamba huyu ni ndugu yetu, huyu tusimuue kwa sababu hii ni damu yetu. Kwa hiyo Mungu anawainua watu kama Yuda na Rubeni. Lakini jambo moja zuri la msingi sana ambalo napenda nikutie moyo, wewe unayetusikiliza, unayetufuatilia, unayetutazama, na hasa kwa mtu ambaye amwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tunaye Yesu ambaye ni mtetezi, ni mwombezi wetu. Yesu Kristo yeye anatetea zaidi ya Ruben ambaye alisimama kumtetea Yusufu. Yesu Kristo, Biblia inasema, ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, anatuombea, anatusemea, anatutetea mbele za Mungu ili tuweze kufanya vizuri na lile kusudi la Mungu liweze kutimia katika maisha yetu. Na ninamwomba Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe unayetusikiliza, unayetufuatilia, kwamba Mungu akuinulie watetezi, Mungu akuinulie watu watakao kusemea. Yamkini mipango imekwisha kupangwa dhidi yako, kama tunavyoona katika maisha ya Yusufu. Alipokuwa anaenda kuwatazama ndugu yake, Biblia inasema wakaketi kikao, wakaanza kupanga anapokuja na tumuue, kwa sababu alijua amebeba kusudi la Mungu. Mambo kama haya yanawezekana na yanatokea katika maisha yetu, maeneo mbalimbali, maeneo ya kazi, maeneo ya biashara, hata katika huduma. Kuna watu wanaweza wakaona kitu cha Mungu katika maisha yako na wakawa na mipango kadha wa kadha ya kuhakikisha kwamba lile jambo la Mungu halitimii katika maisha yako. Nataka nikuthibitishie ya kwamba jambo la Mungu, kusudi la Mungu, hatima ya Mungu katika maisha yako litatimia, na Mungu mwenyewe anaenda kupigana kwa ajili ya kile alichokikusudia, kama alivyofanya katika maisha ya Yusufu. Lakini jambo bora zaidi sana ni kwamba tunaye Yesu ambaye anatetea zaidi ya Rubeni, anatetea zaidi ya Yuda. Biblia inasema Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, damu yake iliyomwagika ni damu ambayo inaendelea kunena mema kwa ajili ya watu wa Mungu. Ninatamka katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ile damu ya Yesu, damu inayonena mema, ikanene mema katika maisha yako, inene mema katika biashara yako, inene mema katika kulea watoto, inene mema katika masomo, inene mema katika hatima, inene mema katika kusudi la Bwana katika maisha yako. Ile damu ya Yesu iliyomweka pale msalabani iendelee kunena mema, kwa sababu yeye ni mtetezi wetu, na kupitia damu hiyo ya Yesu kusudi la Mungu likatimie katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini katika hii safari, katika kutimiza ile hatima ya Mungu katika maisha ya Yusufu, tunaona kwamba kuna matatizo ambayo Yusufu anayapitia, au kuna mateso ambayo Yusufu anayapitia ili kufikia ile destiny, kufikia lile kusudi ambalo Mungu ameliweka katika maisha yake. Kuna changamoto, kuna matatizo ambayo Yusufu aliyapitia, na changamoto hizi tunaziona pale Yusufu anapouzwa kwenda utumwani. Wakati Ruben ameondoka, tunaambiwa katika neno la Mungu, huyu Yuda alitoa ushauri ya kwamba Yusufu auzwe, na katika kule kuuzwa ulikuwa ni mpango wa Mungu. Lakini katika kule kuuzwa, Biblia inasema ya kwamba Yusufu alifungwa minyororo, Yusufu alipigwa pingu. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo, mara nyingi huwa tunazungumza tu habari ya Yusufu aliuzwa utumwani. Kwa hiyo inaonekana kama vile tu alipelekwa tu utumwani, lakini katika ule mchakato wa Yusufu kupelekwa kule utumwani au kupelekwa kule Misri, Biblia inatuambia katika Zaburi ya 105 mstari wa 17 na wa 18, Biblia inasema Yusufu aliuzwa utumwani, walimuumiza miguu yake kwa pingu, na inasema kwamba akatiwa katika minyororo ya chuma. Kwa hiyo alipigwa pingu, alifungwa minyororo ya chuma, na akawa anapelekwa kule Misri ambako ni utumwani. Sasa ukiangalia, yale ni mateso ambayo Yusufu aliyapitia alipokuwa anaelekea katika ile hatima ambayo Mungu alikuwa ameikusudia katika maisha yake. Ni nini tunakipata hapa? Ni kwamba
tunapoenda katika hatima yetu au ile kusudi ambalo Mungu amelikusudia, mambo hayawi mepesi. Mungu ana process au anachakata ile hatua ya Yusufu kutoka hapa kwenda kule Misri, lakini katika mchakato huo tunaona Yusufu anaumizwa, Yusufu anachubuliwa, Yusufu anafungwa pingu ambazo zinamuumiza akiwa anaelekea mahali ambako Mungu anaenda kumwinua. Ni nini ambacho tunajifunza hapa? Ni kwamba tunapoelekea hatima ambayo Mungu ameiweka katika maisha yetu, kuna nyakati tutaumizwa, kuna nyakati tutakutana na mambo magumu, kuna nyakati mambo hayatakuwa sawa sawa kama ambavyo tumekuwa tukifikiria, na wakati mwingine huwezi kudhani ya kwamba katika huo mchakato Mungu yupo. Katika tukio hili ambalo Yusufu anauzwa, katika ufahamu wake hakujua kabisa ya kwamba katika hili jambo Mungu yupo, lakini baadaye sana anapokuja kufika mahali akatafakari yale mapito aliyokuwa anapita, aliishia kusema ya kwamba ni Mungu alinipeleka. Na ndicho kile kifungu ambacho tumekisoma pale mwanzoni katika kitabu cha Mwanzo sura ya 45 mstari wa 1 hadi wa 10. Yusufu anakiri, anasema ni Mungu alinipeleka mbele yenu. Anawaambia ndugu zake ni Mungu alinipeleka mbele yenu. Sasa alimpelekaje? Hiyo amekuja kugundua ya kwamba katika kuifikia ile destiny au ile hatima au kile ambacho Mungu amekusudia, alijua kwamba Mungu alimfikisha pale, lakini alimfikisha kwa njia gani? Ni kwa njia ya mapito ya aina mbalimbali, mapito magumu, mapito ya kukataliwa na ndugu zake, mapito ya kusingiziwa, mapito ya kuuzwa, mapito ya kuchubuliwa mikono na miguu. Yale yote yalikuwa ni mbinu, namna ambayo Mungu alikuwa anamtoa Yusufu kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili kutimiza kile kitu ambacho Mungu alikuwa amekikusudia. Kwa hiyo ni kweli nyingine ambayo tunaiona katika maisha ya Yusufu. Kuifikia ile destiny au ile hatima yake, kuna mambo magumu aliyokuwa ameyapitia. Lakini kweli nyingine tunaiona ya kwamba Yusufu anapofika Misri kule, anauzwa kwenye nyumba ya Potifa ambaye alikuwa ni mtu mkubwa katika serikali au tawala wa Farao au wa Misri. Anapofika pale Yusufu anauzwa. Anapouzwa anaingizwa kwenye ile nyumba ya Potifa ambako anakuwa mtumishi. Jambo lingine ambalo tunalipata pale ni kwamba Yusufu anasingiziwa ubakaji. Yule mama mke wa Potifa, yeye alikuwa amemtamani Yusufu na akawa ametamani kutembea naye, lakini Yusufu akiwa ni mtu anayejua kabisa ya kwamba yeye ana kusudi la Mungu katika maisha yake, na alijua kwa kufanya kile kitu yeye angeweza kutoka katika kusudi na mpango wa Mungu, alikataa. Na alipokuwa amekataa, yule mama akamlazimisha, na mwisho wake akasema kwamba Yusufu alitaka kumbaka. Yusufu aliishia gerezani. Kule kwenda gerezani ni Mungu alikuwa katika mchakato wa kumfikisha pale ambapo Mungu alikuwa amekusudia. Kwa hiyo Yusufu anakwenda gerezani, katika mtazamo wa kawaida, katika ufahamu wa kawaida ni jambo la aibu. Amesingiziwa kubaka, ni jambo la aibu, anapelekwa gerezani. Lakini gerezani kule ndiko ambako Mungu alienda kutengeneza wokovu wake, ndiko ambako Mungu alienda kufungua mlango wa yeye kutimiza kile ambacho Mungu alishasema naye miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo jambo lingine ambalo nataka tuliangalie pale ni kwamba katika kufikia hatima, mara kadhaa adui shetani huwa anatengeneza namna ambayo inaweza ikatutoa katika kile ambacho Mungu amekusudia au katika kile ambacho Mungu anataka kitokee katika maisha yetu, katika huduma au mahali pengine popote pale. Yule mama alitumika kama chombo cha adui ili amuingize kijana Yusufu katika mambo ambayo yangesababisha Mungu asiende naye. Kwa hiyo adui anajua wakati mwingine zile hatima tulizo nazo na anataka kuzishambulia. Anaweza kuzishambuliaje? Kwa kuleta mambo ya aina mbalimbali. Yusufu alijua. Ninamuomba Mungu na ninatamani kuona katika maisha yako unakuwa na ufahamu na maarifa ya kuweza kujua ya kwamba katika ili hatima ambayo Mungu ameiweka, zipo hatari zinazoweza kuzuia kitu cha Mungu kisitokee katika maisha yangu. Na Yusufu aligundua na akasimama. Mtu mwenye hatima, mtu mwenye kusudi la Mungu huwa anakuwa na ufahamu. Ninaomba Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu akusaidie kuwa na ufahamu
wa kujua wapi Mungu anakupeleka, lakini pia kujua hatari ambazo zinaweza zikasababisha ukatoka katika kusudi, ukatoka katika ile destiny ambayo Mungu ameikusudia. Yusufu alitambua na alisimama imara, ijapokuwa ile jambo lilimchafua, ile jambo lilimfanya akaonekana hana maana, lakini alisimama katika kile kitu alichokuwa amekiamini, na kutokea hapo akajikuta yuko gerezani. Kwa hiyo hatima zetu zinawindwa, lakini tukisimama imara, Mungu anatusaidia na tunaweza tukasimama na kufika kule ambako Mungu anataka tuweze kufika. Lakini pia jambo lingine la msingi ambalo nataka tulitazame pale ni kwamba katika kufikia hatima ambayo Mungu ameikusudia katika maisha yetu, kuna nyakati ambazo tutasaulika. Katika habari ya Yusufu, tunaona Yusufu alipokuwa amekwenda gerezani, alipofika mahali pale alikutana na wafungwa ambao na watu wengine ambao walikuwa wamefungwa kwa makosa waliokuwa wameyafanya huko nyuma. Na wafungwa wawili waliokuwepo mahali pale ni watu ambao walitoka kwa Farao. Hao walikuwa ni wafanyakazi wa mfalme Farao. Na katika kuwekwa kule gerezani yupo mmoja ambaye alikuwa ni mnyweshaji wa Farao, na mwingine alikuwa ni mtu ambaye anashughulika na uokaji wa mikate. Sasa hawa walipoingizwa gerezani, siku moja wakawa wameota ndoto. Ndoto za hawa watu wawili zilikuwa na maana. Siku moja wameamka asubuhi, Biblia inasema walikuwa nyuso zao zimekunjamana. Yusufu alikuwa ni mtu wa watu, na alivyoona kwamba sura zao zimekunjamana, akataka ajue nini kimetokea. Wakamsimulia zile ndoto zao, na Yusufu akatafsiri ndoto za wale watu na zilikuja zikatimia. Yule ambaye alikuwa ni mnyweshaji wa Farao alitolewa na akaenda kuendelea na ile kazi yake. Yule mwingine naye alitolewa, lakini alikatwa kichwa na kichwa chake kawekwa kwenye miti, na ndege wakawa wanadonoa kile kichwa chake. Sasa huyu ambaye aliambiwa atatoka, Yusufu alimsihi sana, akamwambia, utakapotoka naomba usinisahau. Mimi ni mtu ambaye niko huku, nimesingiziwa, ninatamani kurudi nyumbani, lakini sina namna. Kwa hiyo akamwambia, unizungumzie kwa mfalme Farao ili sasa na mimi niweze kutoka. Yule bwana alivyotoka alisahau habari za Yusufu. Kwa hiyo Yusufu akawa amesauliwa, lakini katika kusauliwa kule Mungu alikuwa kazini, kwa sababu katika kumsahau kule ilibidi ifike mahali ambapo Yusufu aje kutajwa katika namna ambayo ingempa heshima. Na sasa Yusufu akiwa amesahau, inapita miaka 2 tangu alivyotafsiri ile ndoto. Mungu sasa akiwa ameridhika ya kwamba amemtengeneza Yusufu, ya kwamba amemshepu Yusufu sasa, na yuko tayari kwa ajili ya kumtoa katika gereza, Mungu mwenyewe alianza kushughulika na mazingira ya kuhakikisha kwamba Yusufu anatoka pale gerezani. Nini kinatokea? Yusufu akiwa gerezani amesahau, hajui atatoka lini, lakini kwa sababu alikuwa ni mtu wa hatima, alikuwa ni mtu wa kusudi, na Mungu anayafuatilia maisha yake kama anavyoyafuatilia maisha ya wewe na mimi. Mungu alikuwa anafuatilia maisha ya Yusufu. Kwa hiyo sasa ulipofika wakati ule, Mungu akaanza mambo yake. Nini kinatokea? Yusufu akiwa gerezani, Farao anaota ndoto. Ile ndoto inamsumbua sana kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kutafsiri isipokuwa Yusufu. Na hapa ndipo ambapo mpango wa Mungu unaingia, kwamba yule aliyesahau kumtambulisha Yusufu, kule kusahaulika kwa yule bwana au kusahau kwa yule bwana, Mungu alikuwa kazini. Na Farao anapoota ndoto anawasimulia wafanyakazi wake ikiwa ni pamoja na yule mwokaji, yule mnyweshaji wa mfalme. Anapomsimulia yule mnyweshaji wa mfalme, anakumbuka sasa na yeye alikuwa gerezani, kuna mtu alimsimulia ndoto yake, na yeye akaitafsiri ile ndoto. Sasa Farao anaposimulia ile habari, yule kijana akakumbuka na akamwambia Farao, nilipokuwa gerezani nilikutana na kijana wa Kiebrania ambaye aliniambia tafsiri ya ndoto na ikatokea vile vile. Ni kutokea hapo sasa Farao anaagiza Yusufu atolewe gerezani kwa ajili ya kwenda kumtafsiria ile ndoto. Nini tunajifunza hapa? Ni kwamba Mungu anapolitimiza kusudi lake katika maisha yetu, kuna nyakati tunapitia vitu ambavyo huwezi ukaona kama Mungu yupo. Ni kwamba kama yule kijana angeenda kumwambia Farao habari za Yusufu, Farao asingeona umuhimu wa Yusufu kwa wakati ule.
lakini Mungu alimsahulisha yule kijana asimtaje Yusufu hadi ufike wakati ambao Farao atamhitaji Yusufu kwa yeye mwenyewe kumwona umuhimu wake. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo kuna vitu vinachelewa, lakini Mungu yuko kazini. Sijui ni nini ambacho kimechelewa katika maisha yako, ambacho kupitia hicho Mungu ana jambo kubwa. Mungu anataka kutekeleza kitu fulani ambacho kitakuwa ni kikubwa sana katika maisha yako. Inawezekana kuna vitu havieleweki katika maisha yako. Napenda nikutie moyo kwamba Mungu ana makusudi na maisha yako, na kuna vitu vinaweza kuwa havieleweki, lakini bado Mungu yuko kazini. Kule kusahauliwa kwa Yusufu, Mungu alikuwa kazini, kwa sababu alikuwa anatengeneza namna ambayo kupitia hiyo Yusufu angekuja kutoka kwa kishindo kabisa kutoka pale gerezani. Sasa Yusufu anapokuja kutajwa kwamba ndiye mtafsiri mkuu, Farao akaona umuhimu wake na akaamua kutoa tamko la kwenda kumtoa Yusufu. Ni kutokea hapa sasa maisha ya Yusufu yanaenda kubadilika, maana lile kusudi la Mungu katika maisha ya Yusufu sasa umefika wakati. Ni maombi yangu mpendwa mtazamaji unayenisikiliza, kupitia fundisho hili na simulizi za Yusufu uweze kuona namna ambavyo Mungu anaweza kuingilia kati, au jinsi ambavyo Mungu anakuandaa, au jinsi ambavyo Mungu anakupitisha katika mapito ambayo wakati mwingine huelewi, lakini nyuma ya hayo mambo Mungu yupo kazini. Roho wa Bwana akupe kuelewa na kutafsiri kwa usahihi yale unayoyapitia, ili katika hayo uweze kuona neema ya Mungu nyuma ya mambo. Tutakapoendelea katika kipindi kinachofuata, tutaenda kuona jinsi ambavyo ufahamu wa Yusufu ulifunguliwa na kuweza kumwona Mungu katika kila hatua aliyokuwa anapita, na kuona kwamba Mungu alikuwa anahusika. Ni maombi yangu kwamba Bwana akusaidie, Roho wa Bwana akusaidie yoyote yale unayopitia, mapito yote yale unayopitia. Inawezekana ni kusaulika, inawezekana ni kutokueleweka, inawezekana ni kusingiziwa. Mungu akusaidie kuona katika kila unalolipitia Bwana yupo kazini. Majaribu unayopitia Bwana yuko kazini. Mengine yapo kwa ajili ya kukutengeneza, mengine yapo kwa ajili ya kuwafundisha watu wengine. Maisha yetu yako mikononi mwa Bwana. Na unaponisikiliza, napenda nikutie moyo kwamba jambo linapokuwa zito sana, Biblia inasema Mungu huwa anaweka na mlango wa kutokea. Bwana akafanya wepesi, Bwana akakuletee watu watakaosimama kwa ajili ya jambo unalolipitia. Kama alivyomuinua Ruben, kama alivyomuinua Yuda, Mungu akuinulie watu ambao wataenda kusimama na wewe, ili Bwana aweze kutimiza kile ambacho amekusudia katika maisha yako. Mungu analo jambo kubwa na maisha yako na huduma yako na familia yako, na yale unayoyapitia yasikukatishe tamaa. Mungu yuko pamoja na wewe. Lipo kusudi kubwa sana katika maisha yako, na ninatamani sasa kupitia hii simulizi ya Yusufu uweze kuona kwamba nyuma ya mambo, nyuma ya mapito, Bwana yupo, Bwana anatenda, Bwana analinda, Bwana anatetea, Bwana anafungua. Kama alivyomtuma Farao kwenda kumfungua, ndivyo ambavyo itatokea katika maisha yako. Na tutaendelea kutokea hapo, tutaenda kutazama jinsi ambavyo Mungu alisababisha mazingira fulani ambayo yalifanya Yusufu aweze kutoka katika lile gereza. Yale ambayo yalifanyika kwa Yusufu yanaweza yakafanyika kwako katika jina la Yesu Kristo. Ninapohitimisha kipindi chetu cha leo, kwa leo ninataka niombe pamoja na wewe ili Bwana akutie nguvu, Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kutafsiri kwa usahihi yale mapito na magumu unayoyapitia, kwamba Mungu yuko kazini na yupo anakuandaa. Na tutaendelea tena kujifunza namna ambavyo Mungu aliyatumia yale mapito kumuinua, lakini pia kuwafundisha watu wengine ya kwamba yeye Mungu jambo lake halishindwi. Kwa kupitia simulizi hii Bwana akusaidie, na ninapoenda kuomba na wewe naomba Roho wa Bwana akusaidie kuweza kuyatazama hao unayopitia, kwamba Mungu hajakuacha na Mungu yuko kazini. Ninaomba sasa tufunike macho yetu, au unaweza kuendelea kunifuatilia katika screen yako mahali popote pale ulipo, juu ya maombi haya ambayo ninaenda kumwita Bwana kwa ajili yako, ili Mungu akuvushe, Mungu akusaidie, Mungu akutetee, Mungu akupiganie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye uweza na nguvu na mamlaka, jina lipitalo majina yote, asante kwa ajili ya siku njema leo. Asante kwa ajili ya mtu wako huyu anayefuatilia vipindi vyetu
hivi tunavyoendelea Bwana kuvirusha mahali hapa, ninaomba Mungu ukaendelee kumsaidia. Wako watu wako ambao Bwana wamechoka, wamepita katika mapito ambayo wakati mwingine hawaoni kama upo. Wameomba na kuombewa lakini hakuna matokeo. Bwana, ninafahamu kama ilivyotokea kwa Yusufu, alipita katika mazingira magumu, naye Bwana alitamani umtokee, lakini Mungu ilifika mahali ambapo wewe ulikuwa umetimiza jambo ambalo ulitaka Yusufu ajifunze, na kutokea hapo wewe mwenyewe ulifungua mlango. Ninaomba Bwana, wale wote wanaosikiliza na kufuatilia kipindi hiki ambao wapo katika mazingira fulani ambayo hawaelewi, Roho wa Bwana naomba wape tafsiri sahihi ya kujua ya kwamba Mungu uko kazini. Hata katika hilo bado uko kazini, na katika majira na nyakati Bwana utaenda kuwatoa kama ulivyomtoa Yusufu katika ile gereza. Utaenda kuwatoa watu wako hawa Bwana katika magereza ya aina mbalimbali, magereza ya uchumi, magereza ya afya, magereza ya kutokubaliwa, magereza ya kukataliwa, magereza ya aina mbalimbali. Utaenda kuwafungua katika majira baada ya kwamba umetimiza kile ambacho umekusudia katika maisha yao. Naomba Roho wa Bwana wasaidie kutafsiri kwa usahihi kile wanachokipitia. Ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Utaenda Bwana kuwalinda. Damu ya Yesu inayonena mema ikaendelee kunena mema katika maisha ya watu wako, katika jina takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, Mungu wa utukufu, naomba nikishukuru. Amen. Napenda nikutie moyo, endelea kufuatilia vipindi vyetu, lakini pia kwa ushauri wa kichungaji unaweza kuwasiliana na mimi kwa simu namba 0752 80 52 76. Ninapatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God lililoko Mbweni Mpiji njia 4. Karibu tukuhudumie, karibu kwa ushauri, kwa karibu kwa maombezi, lakini usiache kufuatilia mafundisho katika televisheni yetu pendwa ya Zoe, ambapo Bwana anasema na watu wake, anasema na wewe kwa namna mbalimbali. Mungu akubariki na kutakia siku njema na ufuatiliaji mzuri wa vipindi vyetu. Asante, nitafurahi na kusikia kutoka kwako kwa namba za simu hizo ambazo nimekupatia. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.